Ferdinand hapa nchini ni jambo ambalo limekaa kitaifa zaidi kwa sababu ameletwa na serikali. Kwa hiyo tuanzie tu kwenye suala la impact yake kwanza kwa ujio wake, kabla hatujaenda kwenye yale ambayo yatokanayo na uwepo wake nchini na matukio ambayo ameendelea kuyafanya. Kwa hiyo tuanzie kwanza kwenye impact yake kuwepo kwake nchini. Kumbuka kwenye kauli yake ambayo alizungumza, amesema fika kabisa ya kwamba miongoni mwa vitu ambavyo vimemleta ni kuona namna ambavyo hamasa michezo ilivyo hapa nchini na uwezo na mambo ya kimichezo, lakini pia naye kushauri namna gani ambavyo wanaweza kufika mbali, lakini pia kuona opportunities, fursa za uwekezaji namna ambavyo zinaweza zikatumika hapa nchini. Na baada ya kuwasili hapa nchini hapo jana, miongoni mwa wale ambao wamezungumza ni pamoja na msemaji mkuu wa serikali na katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Gerson Msigwa. Amezungumzia kuhusiana na kwa nini amekuja na kile ambacho wanatarajia kutokana na uwepo wake. Tusikilize kidogo, alafu kisha tuzungumzie hapa, kisha tuende kwenye yale ambayo yametokana sana matukio tofauti yatoka amefika hapa nchini. Huyu sasa anapeleka ujumbe duniani kwamba Tanzania ni nchi ambayo iko serious na michezo. Kwa hiyo unapokuwa na watu kama hawa ndani ya nchi yako na wanakuja kwa shughuli za michezo, moja, unafanikiwa sana kushawishi uwekezaji katika sekta ya michezo, na nchi yetu imekuwa na changamoto kubwa sana kwenye eneo la uwekezaji, miundombinu ya michezo, vifaa vya michezo. Kumbuka kwamba nchi yetu hatutengenezi vifaa vya michezo, tunaagiza kutoka nje, kuanzia jezi za wachezaji, viatu, mipira na vifaa vyote vya viwanja, tunaagiza kutoka nje. Lakini pia tunahitaji wataalamu wa michezo ambao watakuja kuleta ujuzi wa namna ya kutengeneza. Mmeona wote tulipata changamoto ya Benjamin Mkapa pale, wenyewe tulikuwa tunahangaika na uwanja lakini hatupate majibu. Tulipowaleta wageni kutoka nje, wamekuja wametengeneza Benjamin Mkapa, iko vizuri sasa. Kwa hiyo wachezaji kama hao wanapokuja, wanaongeza macho ya wadau mbalimbali wa michezo kuitazama nchi yetu na kuona namna gani tutanufaika. Na sisi tunapenda kwa sababu kwanza tunapata mitaji ya kuwekeza kwenye michezo, lakini pili tunapata wataalamu wa kuja kushirikiana nao kwenye michezo, lakini tatu tunatengeneza fursa kwa vijana wetu kunufaika na dunia, fursa zilizopo duniani katika michezo. Kwa haya ni manufaa makubwa, na kama kweli tumeamua kwenda na safari ya kutumia michezo kimkakati, ni lazima tufanye uwekezaji wa namna hii. Yes, huyo ni Gerson Msigwa, msemaji mkuu wa serikali, lakini pia ni katibu mkuu wa wizara ambayo imemleta Rio Ferdinand, Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, ambayo iko chini ya Waziri Paul Christian Makonda. Yes, umemsikiliza hapa Msigwa akizungumzia namna ambavyo wanaitazama hili la ujio wake, lakini pia na sisi tuweke neno kuhusiana na impact ya ujio wake Rio Ferdinand. Kwangu mimi naamini ulikuwa uchaguzi sahihi kumtumia Rio Ferdinand kama balozi wa Tanzania hivi sasa. Sisi sio wa kwanza, nimekuwa nikifuatilia vipindi vyake maalum Rio Ferdinand kwenye podcast yake. Yes, YouTube inaitwa Rio Presents. Amekuwa akitumika pia kama balozi wa ligi ya Saudi Arabia. Mara nyingi nimekuwa nikimwona akiwa kule, anaenda kutazama mechi na zinafanywa makala, anaonekana akiwa kule. Ile yote ni ubalozi tu ule wa kuitangaza ligi ya Saudi iendelee kuwa branded na watu waendelee kuvutiwa nayo kuifuatilia. Wako watu wanaifuatilia ligi ya Saudi Arabia kwa sababu tu labda wanamfahamu Rio, ni mashabiki wake na nini. Lakini kama haitoshi, huku kwetu Rio kumtumia anatufaa sana kuja kuwa balozi wa taifa letu, kulingana tu na vile ambavyo sisi tumepanga vifanye sasa. Kwa mfano kutangaza vivutio vya utalii kama leo anapeleka Serengeti. Yes, hiyo kumpeleka hifadhi ya Serengeti kwangu mimi ni positive move. Yani wamefanya kitu kizuri wizara, lazima ni wasifu hapo, kwa sababu tunahitaji watu kama wale ambao wana wafuasi wengi huko duniani wanaowafuatilia na kuwaamini, wawaonyeshe mambo ambayo Tanzania tuko nayo, tunajivunia nayo, ikiwemo utalii. Lakini jambo la pili ni ukuaji sasa, ingawa sio wa kasi, taratibu wa miundombinu yetu wenyewe ya michezo. Ukimuuliza Rio Ferdinand leo, idadi ya viwanja ambavyo vinafuzu kuhost kombe la dunia ambavyo viko nchini kwa England ni vingi. Ukilinganisha na sisi hapa kwetu, kama kiwanja cha Mkapa hicho cha Samia kinachojengwa Arusha. Yes, na hicho kitakachokuja cha Dodoma baadaye, angalau yani ndio tuko
taratibu, lakini hatuwezi kuendana na kasi ambayo wenzetu wameshamaliza. New Amaan Complex, exactly, Gombani, Pemba. Lakini kwangu mimi changamoto ninayoiona ni ipo kwenye kuutilize potential za hawa watu tunawatumia. Kwa mfano Rio Ferdinand, unavuna vipi? Yani unamtumiaje? Unatakiwa umtumie uvune kweli faida nyingi kutokana na uwepo wake Tanzania. Achana tu na kutangaza vivutio vya utalii, miundombinu ya michezo, lakini lazima uangalie kiuhalisia. Inawezekana sasa hivi Rio Ferdinand amekuja na timu yake, labda wanafanya makala au watu wa wizara wanafanya naye makala, baadaye itarushwa kupitia mitandao ya kijamii na kadhalika, lakini Rio ujio wake tu Tanzania, angeposti huko Tanzania, angetengeneza attention kubwa kwa watu ambao wako nje wanamfuatilia. Kwa maana ya watu ambao wako nje ya Tanzania wangemfuatilia kujua hapa Tanzania imekuwaje, amekuja nini kimemleta, kwa sababu watu leo ukiwatajia Rio yuko Saudia wanajua yani kwa nini anaenda. Ni muda mrefu, ni balozi wa ligi ile, anatumika kumleta Tanzania. Yani alafu angeposti Rio kwenye ukurasa wake wa Instagram kwa mfano, watu ile ingewahuku kwamba imekuwaje Rio yuko Tanzania, anafanya nini? Kwa sababu sio utamaduni ambao unafanyika mara nyingi kwa wachezaji wakubwa kuja nchini Tanzania. Huwa wanakuja kwa vipindi tofauti tofauti. Lakini kama hii tulomleta Rio kimkakati, ilipaswa kutumika njia madhubuti ya kuhakikisha tunamvuna ipasavyo. Unajua changamoto iliyoko kwa wachezaji wa daraja la kina Rio Ferdinand, wana ratiba. Yani wana ratiba zao, sio rahisi kuwapata. Kwa hiyo ikitokea umempata, ratiba yake iko very tight, hakikisha na wewe unamtumia effectively, efficiently, ili aweze kuwapeni matokeo chanya. Unachokisema nilimsikia jana mmoja wa waandishi walimuuliza msemaji mkuu wa serikali na katibu wa wizara protokali tutakuwa tuanze kusema katibu mkuu wa wizara ndio tuseme msemaji mkuu wa serikali. Sasa Gerson Msigwa aliulizwa kuhusu gharama ni kiasi gani mnatumia kuwaleta hawa. Tuna Drogba alikuja, sasa hivi amekuja Rio Ferdinand, mnatumia gharama kiasi gani? Akasema kiuhalisia kinachowezekana asilimia kubwa ni uhusiano ambao ulishaanza kutengenezwa mapema kuliko gharama, kwa sababu kwa tukisema tuwalipe exactly kama ambacho wanatapaswa kulipwa ni ngumu kuwaleta. Sasa basi kama sababu ni amekuja Rio Ferdinand hapa, asilimia kubwa kilichotumika nguvu kubwa ni ya uhusiano kuliko fedha, na ameshindwa pengine kuposti kwa sababu hajalipwa pengine kiwa kinachohitajika. Hebu jamani, vyovyote inavyowezekana ifanyike, aposti. Yani vyovyote inavyowezekana, hata kama wame bwana Rio ni kweli ulikuja tulizungumza, lakini sasa hebu tuambie tukuongezee kiasi gani kidogo hapa ili uposti. Sababu najua wachezaji wakubwa hizi brand kubwa hawaposti tu from nowhere. Yani sio hivi tu ni posti inauzwa. Posti inauzwa. Posti moja inauzwa, wengine zinafika milioni 300, 400 posti moja tu wachezaji wao. Japo najua wizara haiwezi kuwa inashindwa kulipa hicho, lakini kama walikuwa kuna lolote vile, hebu wafanye namna. Japokuwa mimi hebu wafanye namna Rio post kwanza. Kuna kitu kimoja nafikiri. Kama hatuna hizo gharama za kumlipa kuposti sijui posti zetu na nini, kwangu mimi kama ataposti kuhusiana na Serengeti, kwangu ni bora kuliko huko kwingine kote alikopita mpaka kwa hiyo kama hivi leo kapeleka Serengeti ya posti kule Bugani kule. Yani mimi posti ya Rio akiwa kwenye hifadhi ya Serengeti kwangu ni bora kuliko hata posti ambayo Rio angeposti huko bungeni kwa mfano. Sio kwamba siliheshimu bunge, lakini natazama kuuza. Yes, yani bunge sio bidhaa ambayo tunaweza kuwauzia watu wa nje kwamba wanakuja kulitembelea bunge kwa sababu watakuwa wana bunge. Ila tuna unique features kama hifadhi ambazo mataifa ya Ulaya wengine hawana baadhi ya wanyama ambao tuko nao. Sisi tunazungumzia Serengeti maeneo ambayo yana big five, wale sijui simba, chui, tembo, zile giant nyati, sijui vifaru. Hao ni wanyama ambao kwa huko kuwaona ni nadra, wanawasoma kwenye vitabu. Sasa mimi leo kiniuliza, nitakwambia kama tuna maeneo mawili ambayo Rio Ferdinand ikiwezekana tumtumie vizuri, ni kwenye kutangaza utalii wa nchi pamoja na miundombinu ya michezo, kwa sababu uwanja wa mpira unaojengwa kwa ajili ya AFCON mwakani uko Arusha na atapelekwa pia. Akipelekwa pale akautembelea, kwangu hiyo itakuwa ni vizuri na akipelekwa Serengeti pia ni uamuzi mzuri. Mimi hayo ni atakuwa ni matumizi mazuri ya kumtumia Rio Ferdinand, lakini ukiangalia uhalisia tunauza hizo bidhaa. Tuna bidhaa ya miundombinu ambayo tumeona mara kadhaa kuna mataifa huwa yanakuja kutumia viwanja vyetu. Kiwanja cha Mkapa nimeshaona mara kadhaa kinatumiwa na klabu hadi timu za taifa za mataifa mengine.
sekta ya utalii tunahitaji kuikuza kupitia watu kama hao wenye ushawishi kwenye mitandao ya kijamii ambayo ina wafuasi wengi kiukweli, lakini kama tunashindwa kuwa utilize tutakuwa hatujajitendea haki sisi wenyewe, kwa sababu kumpata tena mchezaji kama yule kuja kwetu itakuwa ngumu. Yes, wana hilo ni kuhusiana na impact yake kwa ligi yetu, kitendo cha kuja kwake kwa ligi. Sasa ligi kama ligi, mimi sababu hata tunaona Saudia wanamtumia wao kwenye ligi. Yes, najua sio Rio Ferdinand, sio tunasema sio mtu ambaye anaifuatilia ligi yetu Yes, lakini pia mimi nampongeza mwandishi wa habari yuko Clouds Media Group yule anaitwa Mena. Mimi kwangu amefanya kitu kizuri sana. Ni vile siasa ya mpira wa Simba na Yanga inatuendesha sana hapa Tanzania. Mimi ningekuwa ndo niko bodi ya ligi, labda kwa sababu na vile afisa habari wa bodi ya ligi sasa hivi bado mgeni kwenye majukumu yake, labda anaogopa watu wangempigisha shoti. Lakini mimi Rio Ferdinand kulitazama lile goli alofunga Chama na kusema wow, na kusema ile mzee ni branding kubwa. Yaani mimi ndo ningekuwa admin wa bodi ya ligi, ile video nachukua napandisha mimi kwenye social media zangu za bodi ya ligi. Sisi tunasema Simba na Yanga upete. Simba na Yanga ni mechi ambazo zinaibrandi ligi ya Tanzania. Goli limefungwa kwenye ligi ya Tanzania kwenye mechi kubwa. Mchezaji mkubwa akalizungumzia goli lilofungwa na Clatous Chota Chama. Eti watu wanaleta ushabiki wa Usimba na Uyanga kwa sababu tu Rio kalisifia goli la Chama. Mimi inawezekana kabisa alomuuliza swali Rio Ferdinand kauliza labda ni shabiki wa Simba. Yani vyovyote mimi hiyo kwangu hainihusu. Kinachonihusu mimi ni opinion ya Rio Ferdinand kwenye goli la Chama. Kwangu mimi issue ni kwamba ile ndio branding unaifanya ya ligi. Yani mtu kama yule akiliongelea goli lilofungwa kwenye ligi yenu, ile kwenu ni kitu positive. Sasa leo hii unajiuliza mjadala umekuwa kumshambulia mwandishi alomuuliza swali Rio Ferdinand kuhusiana na goli la Chama, eti ni azifu anapigisha shoti. Yani kwangu mimi kuna vitu hizi siasa za Simba na Yanga fiki wakati tuzeke pembeni. Leo hii eti mtu anakuja kumuita Rio Ferdinand mvunja kuni, wakati mimi ninamsikiliza Patisevra anakuambia yeye wakati wake anacheza Manchester, yeye kwake alikuwa anaenjoy kucheza partner wa karibu awe Ferdinand kwa sababu ni mzuri kwenye kucheza kuliko Nemanja Vidic. Vidic alikuwa mzuri kwenye kuvunja kuni kuliko Rio Ferdinand. Ferdinand alikuwa at least mguni mpira umo kuliko Vidic. Vidic ameshinda tuzo ya mchezaji bora wa mwaka wa ligi kuu nchini England mara nyingi, lakini hiyo haiwezi kutumika justification kumwita Rio Ferdinand mvunja kuni. Ana medali ya Champions League, ana medali ya kombe la dunia ngazi ya klabu. Wewe umekaa umeshiba kande unamnaji Rio Ferdinand. Vitu vingine tuweke hizi siasa za Simba na Yanga pembeni. Once mtu anapokuja kama yule mwandishi, ili mradi hajatukana, ile ni branding ya ligi yetu, goli imefungwa kwenye ligi yetu. Kwa hiyo mfano pale angelisema baya lile goli ingekwaje? Au mfano Rio angekuja msimu uliopita alafu angeulizwa goli la Mzizi alofunga TP Mazembe lile liloshinda goli bora la mwaka, angelisifia wao, angesema yule jamani mvunja kuni. Kuna wakati lazima tukubali kwamba kitu kizuri kinauzika. Yaani goli la Chama linauzika. Leo hii hata mtu ambaye hajui ligi ya Tanzania kama Ferdinand, ukimwonyesha tu ile goli, ile goli kulizuri. Yaani ni kitu kiko obvious, yani liko wazi, sio goli ambalo linahitaji opinion za watu milioni. Biashara ya mpira duniani kwa sehemu kubwa ipo kwenye vilabu kuliko timu za taifa. Sure, na kwa hiyo na ndio maana mataifa mengi, China wakati wanafanya uwekezaji mkubwa ulikuwa ni kwenye ligi yao, wakati wanachukua wachezaji wa kina Nelka na wengine wakubwa kina Drogba wanawapeleka kule kwao. Saudia wanasajili wa kina Ronaldo, wa kina nani, ile ni project ya nchi. Exactly. Kufanya huo mkakati ni kukuza ligi ili itangaze. Exactly. Ukienda nchi gani nyingine, hata ligi gani nyingine wameinvest kubwa kwenye kupromote ligi yao, nchi gani ambayo iko chini wamepambana walau kutafuta namna za kufanya kuibrand ligi. Hata wale Japani wale yes. Kumsajili wale Kobe walimsajili Andres Iniesta, yes. Yote ni kukuza ligi. Qatar wale wache kumsajili kama mmoja anaitwa Asadi, shehe kumsajili Xavi. Sio tu kwamba wetu walitegemea Xavi ndo ataenda kuwa Messi wao pale au Sevilla. Wale wanaenda pale wanajua kuna kitu ataongeza kwenye timu, lakini ligi yetu anaibrand. Sasa kile alichofanya Rio pale, ile amefanya kitu very positive. Yaani eti leo hiyo jisi una dhambi kisa eti Rio amesifia Simba goli la Chama, na especially hajasifia timu, yakasifia goli.
eti wewe umchukie mwandishi kwa sababu Rio kasifia goli la Chama lilofungwa kwa sababu kaifunga Yanga. Kuna hoja inayozungumzwa ya kwamba kilichomleta Rio ni AFCON. But in real sense ukisikiliza kuanzia kwa Gerson Msigwa, ukasikiliza kwa Paul Makonda mheshimiwa waziri, ukasikiliza kwa Rio mwenyewe ile clip yake akizungumzia kuja Tanzania, haji kwa ajili ya AFCON pekee. AFCON ni sehemu. Ngoja tuwe tu kweli. Rio ni nani? Tumemprofile vipi? Rio si ni mchezaji mpira wa zamani. Yaani sasa leo ukimpa topic ya goli la Chama, si ndo mpira wenyewe amecheza Rio Ferdinand. Leo hii ukimuonyesha inakuwa ni dhambi. Alafu news ndo inatengenezwa vile. Yaani lazima utengeneze prominent. Yaani una mtu prominent anayetengeneza prominence ya kitu ndo ifanye news iwe news kweli, ilete impact. Hasa leo hii eti inaonekana tena ni kama makosa. Yaani unajua mimi ndo maana nasema hizi kazi za kufanya unataka kumfurahisha mtu, kuna muda unajitoa akili sasa. Unamdhihaki eti Rio. Kuna mtu anasema mleteni aone na nilikuwa natafuta Alikamwe hapa. Anazungumza mleteni aone vya Yanga pia. Sasa hivyo unajua alionyeshwa ile goli la Chama alisemaje? Cha kwanza aliuliza ile goli limefungwa lini? Currently. Yaani aliuliza hichi ni lini hichi kitu kimefanyika? Akasema akaambiwa very recently. Ndio maana akacomment. Yaani unajua shida wa Tanzania eti wanataka kusimba na Yanga wazifanye ziwe, ukipewa nafasi ya kwamba jaribu kubalance cha Yanga unapeleka nini kwa sasa hivi? Kwa nini ni balance? Mfano. Yaani kwa nini ni balance? Nimesema mfano tu sana. Mimi ningeambiwa leo hii, sasa leo hii mimi unanikutanisha na Rio. Sikashaliona goli la Chama. Ningemuonesha goli la mchezaji wa TRA la jana, Tebandeki. Ningemuonyesha goli lingine zuri. Ningemuonyesha goli la Ngoi wa Ngoi. Yaani huko ni kuibrand ligi. Kwa nini uniambia Yanga kwa nini isiende kwa ajili ya TRA? Kwa nini isiende kwa ajili ya Coastal Union? Kwa nini Yanga Afrika? Yanga Afrika mimi ingekuwa mfano goli alofunga Mzize Mazembe lile. Lile goli na uhakika hata Rio Ferdinand akiliona goli la Mzize lazima ashike kichwa. Yaani ile goli alofunga Clement Mzize afu unamwambia hii ni Champions League ya Afrika. Mzize aliwafunga TP Mazembe. Ule Mua anatokea upande wa Mzize anatokea kushoto huko anaingia nao ndani mechi ya TP Mazembe anakandamiza. Ile Rio Ferdinand lazima angeshika kichwa. Bwana hii Champions League ya Afrika. Alafu mchezaji mwenyewe ni bado teenager. Ni local player amefunga goli namna hii. Rio lazima angenyosha mikono juu. Sasa tusilazimishe vitu eti kwa sababu tu Rio kasifia Chama. Na pale mimi najua issue sio goli la Chama. Issue ni kwa sababu Chama kawafunga Yanga ile goli. Ndio inaonekana dhambi. Dakika 45 zimesalia 5 kwenda kutoa pesa. Ni muda ambao tunaelekea pia kwenye anga la mbali, taarifa za nje ya Tanzania kwenda kuzungumza